Sitamwacha mume wako peke yake, kwa sababu yeye ni rafiki yangu wa karibu. Hayo ndio maneno yaliyobadilisha maisha yangu milele. Sikuwahi kufikiria kwamba mume wangu niliyefunga naye ndoa madhabahu, aliyenipa ahadi za upendo, uaminifu na ulinzi, angenigeuza kuwa mchepuko ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Jina langu ni Lucy, na hivi ndio jinsi nilivyogeuka kuwa mchepuko asiyeonekana ndani ya nyumba yangu. Kila aliyetuona kwa nje alidhani sisi ni wanandoa wakamilifu. Steven alikuwa amefanikiwa, mwenye sura nzuri, mtulivu, mwenye sauti laini, meneja mwandamizi wa miradi katika kampuni ya ujenzi inayokuwa kwa kasi. Na mimi je? Nilikuwa mwanamke mpole nyuma yake, mke wa kuunga mkono, yule anayesmile, anayekaa nyumbani, anayesali, anayesubiri na kuamini. Lakini kulikuwa na mwanamke mwingine. Jina lake lilikuwa Linda, na kwa Steven hakuwa rafiki tu. Marafiki wa Lucy walikuwa wakisema mara nyingi kwamba alikuwa mpole sana kwa dunia hii. Mtu akimkanyaga viatu kwenye daladala iliyojaa, alikuwa anaomba msamaha kwanza. Mhudumu akimletea chakula kisicho chake, alikuwa anatabasamu na kusema asante. Mtu akipandisha sauti, yeye alikuwa anashusha yake zaidi. Migogoro ilimwogopesha, kelele zilimwogopesha, makabiliano yalimwogopesha sana. Mama yake alimlea hivyo. Mwanamke mwema hulinda nyumba yake kwa kukaa kimya, alikuwa akisema mama yake. Ndoa si mahali pa wanawake wagumu. Kwa hiyo Lucy alijifunza kumeza maumivu na kuyaita uvumilivu. Alijifunza kutabasamu katikati ya dharau na kuiita mapenzi. Steven aliuona upole wake mapema na aliupenda. Lucy hakuwahi kumhoji, hakuwahi kuangalia simu yake, hakuwahi kupaza sauti, hakuwahi kudai umakini. Alikuwa aina ya mwanamke ambaye wanaume hujisikia huru kumsahau. Linda alikuwa kinyume chake. Alikuwa mwenye sauti kubwa, mwenye kujiamini, mjasiri, akicheka kila wakati, aking'aa kila wakati, akiwepo kila wakati. Steven na Linda walikutana kazini miaka mingi kabla Lucy hajaingia kwenye maisha ya Steven. Kila mtu alidhani wangeishia kuoana. Walishirikiana vicheko, walishirikiana siri, walizungumza simu ndefu za usiku wa manane. Lakini Steven hakumuoa Linda, alimuoa Lucy. Na kila mtu alishangaa. Lakini kile watu hawakujua ni kwamba Steven hakuwahi kumwacha Linda kabisa. Alimweka kimya kimya pembeni ya ndoa yake. Linda alikuwa na nafasi yake ya kipekee katika maisha ya Steven. Aliijua ratiba yake kuliko Lucy. Aliijua hali yake ya moyo kuliko Lucy. Hata chakula alichokipenda Linda alikijua kuliko Lucy. Kila Steven alipokuwa akisafiri kikazi, kwa namna fulani Linda alikuwa kwenye safari hiyo hiyo. Kila Steven alipokuwa amechoka, Linda ndiye aliyekuwa anamkagua. Kila Steven alipochelewa kurudi nyumbani, Linda tayari alijua kwa nini. Lucy alibaki nyumbani akisubiri, akisali, akiamini. Ndipo ikafika siku ya wapendanao. Steven aliingia nyumbani akiwa ameshika mifuko miwili. Mmoja ulikuwa mdogo, mmoja ulikuwa mkubwa. Mkubwa ulikuwa wa Linda. Ndani yake kulikuwa na waridi jekundu, bangili inayong'aa na iPhone mpya kabisa. Mfuko mdogo ulikuwa wa Lucy. Ndani yake kulikuwa na blender. Steven alitabasamu na kusema kwa wepesi, "Wewe huwa unalalamika kila mara kwamba unahitaji blender." Lucy alilazimisha tabasamu. Akasema asante. Kisha akaenda kulala usiku huo akijiuliza ni lini ndoa yake iligeuka kuwa mzaha. Bado hakusema, bado hakupigana, bado hakujua kwamba ukimya aliokuwa anauweka salama ulikuwa unamharibu polepole. Lakini kila kitu kilikuwa karibu kubadilika, kwa sababu kitendo kilichofuata cha Steven kingemsukuma Lucy kwenye ukweli ambao hangeweza kuupuuza tena. Na kufikia atakapopata sauti yake, huenda tayari itakuwa imechelewa.
Siku ya harusi ilipaswa kuwa kumbukumbu ya furaha zaidi katika maisha ya Lucy. Aliamka kabla ya alfajiri. Mikono yake ilikuwa inatetemeka wakati wasichana waliomsindikiza walimsaidia kuvaa gauni lake. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi, si kwa hofu bali kwa matumaini. Ilikuwa siku aliyodhani maisha yake yangepata usalama. Ilikuwa siku aliyodhani angekuwa chaguo la kwanza la Steven. Lakini kilichofuata kilimwandikia upya nafasi yake ndani ya ndoa yake mwenyewe, kimya kimya. Kanisa lilikuwa limejaa. Muziki ulikuwa unapigwa taratibu. Kamera zilikuwa zinapiga picha. Ndugu walikuwa wanatabasamu. Mchungaji alikuwa tayari. Lucy alisimama kwenye madhabahu, peke yake. Alisubiri. Dakika zilipita. Kisha ghafla kicheko cha chini kilisikika nyuma ya umati. Lucy aligeuka, na hapo alikuwa Steven. Lakini hakuwa anakuja kwake. Alikuwa anacheza, akicheza taratibu, na mwanamke mwingine aliyevaa nyeupe, Linda. Mwanzoni Lucy alidhani macho yake yanamdanganya, lakini wageni walikuwa wanatazama. Baadhi walinong'ona, baadhi walicheka kwa wasiwasi, baadhi walirekodi kwa simu zao. Linda alikuwa ameweka mikono yake kwa raha juu ya mabega ya Steven, kana kwamba hapo ndipo alipaswa kuwa, kana kwamba yeye ndiye bibi harusi. Lucy aliganda, moyo wake ulianza kutikisika. Na Steven alitabasamu. Hakuona tatizo. Aliinua mkono kidogo na kusema, "Tuliza Lucy, ni Linda tu. Anafurahia harusi yetu." Linda alimkaribia Steven na kunong'ona kitu kilichomfanya acheke. Kifua cha Lucy kilijaa uzito. Hiyo ndiyo ilikuwa siku ya kwanza aligundua hakuwa peke yake ndani ya ndoa yake. Baada ya harusi, Linda akawa mgeni wa kudumu kupita kiasi. Chakula cha mchana ya Jumapili, Linda alikuwepo. Usiku wa filamu, Linda alijiunga. Steven aliporudi safari, Linda alifika kwanza. Hata alikuwa na slipa zake ndani ya nyumba ya Lucy, kikombe chake, kiti chake. Lucy hakulalamika. Aliendelea kutabasamu na kumeza. Jioni moja, Lucy alisikia kicheko selueni. Steven na Linda walikuwa wamekaa karibu kwenye kochi. Linda alimkaribia Steven na kusema kwa sauti ya mzaha, "Ndoa imekufanya mtulivu sana Steven. Kama ningekuwa ninaishi hapa, nyumba hii isingekuwa kimya hivi." Lucy alisimama mlangoni. Steven alicheka. Hakumrekebisha Lucy, hakumtetea Lucy. Alisema tu, "Unamjua Linda, anapenda mzaha." Lakini Lucy alijua kitu kingine. Linda hakuwa anatania, alikuwa anadai nafasi. Kuanzia siku hiyo, Linda alianza kujiweka kama mke halisi. Alitoa maoni juu ya upishi wa Lucy, alipanga upya nyumba, alizungumza na Steven kuhusu mipango ambayo Lucy hakuwahi kuisikia. Na pole pole, kimya kimya, Lucy alianza kupotea. Lakini Linda hakuwa amemaliza. Alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Mpango ambao ungemdhalilisha Lucy hadharani na kumlazimisha kufungua macho yake hatimaye. Na wakati huo ulikuwa unakuja katika maadhimisho ya kwanza ya harusi ya Lucy. Lucy alihesabu siku kuelekea maadhimisho ya kwanza ya harusi yake. Aliamini kwa ujinga kwamba siku hii ingeponya kitu. Labda Steven angemchagua hatimaye. Labda angemuona hatimaye. Labda ndoa hii ingeanza kujisikia kuwa ni yake kweli. Kwa hiyo alijiandaa. Alisafisha nyumba, aliwasha mishumaa, alipika vyakula ambavyo Steven alipenda. Alivaa gauni alilowahi kusema linamfanya onekane mzuri. Akasubiri. Steven hakurudi nyumbani kwa wakati. Mishumaa iliyeyuka. Chakula kilipoa. Matumaini yake yakaanza kuporomoka taratibu. Kisha mlango ukafunguka. Moyo wa Lucy ukainuka na mara moja ukaanguka.
Steven aliingia akiwa na Linda. Mkono wa Linda ulikuwa umeunganishwa kwa raha kwenye mkono wake. "Oh," Steven alisema kwa wepesi. "Tulikutana njiani. Mama yake Linda yupo mjini. Hakuwa tayari kurudi nyumbani." Lucy aliwatizama. Sauti yake ilikwama kooni. Linda alitabasamu kwa utamu. "Natumaini umepika chakula cha watu watatu." Steven ndipo alipoona mishumaa. "Oh, ulikuwa umepanga kitu?" aliuliza. Lucy akatikisa kichwa polepole. "Ni maadhimisho yetu." Linda akacheka kwa sauti ya chini. "Ni tamu sana." Akapita mbele ya Lucy na kukaa kwenye kiti cha Steven. Si pembeni yake, kwenye kiti chake. Steven hakumzuia. Steven alipoenda kuoga, Linda alimkaribia Lucy na kunongona. "Kama ningekuwa ninaishi hapa, nyumba hii isingekuwa kimya hivi." Lucy alihisi kitu kikivunjika ndani yake, lakini bado hakusema. Walikaa kula. Linda alicheka na Steven. Walishirikiana vicheko vya ndani. Walirejea kumbukumbu ambazo Lucy hakuwahi kuwa sehemu yake. Kisha Linda akaonja chakula. Akatabasamu. "Ni sawa," alisema kwa adabu. "Lakini Steven anapenda chakula changu zaidi." Steven alisita. Kisha akatikisa mabega. "Yaani, cha kwake ni bora zaidi. Samahani." Mikono ya Lucy ikaanza kutetemeka. Hapo ndipo ukimya wake ulipomalizika. "Nilitaka jioni moja tu," Lucy alisema kwa sauti ya chini. "Jioni moja tu nikiwa peke yangu na mume wangu." Steven akamkatisha kwa ukali. "Kwa nini unajiweka kama mtoto mwenye wivu? Umeleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba yetu kwenye maadhimisho yetu." Lucy akanongona. "Ulitaka nihisi vipi?" Linda aliangalia akitabasamu kimya kimya. Steven akagonga meza kwa mkono wake. "Nahitaji nafasi," alisema ghafla. Akapakia begi dogo. Lucy akamfuata, akilia, akiomba msamaha. Hata yeye mwenyewe hakujua alikuwa anaomba msamaha wa nini. Kisha Steven akasema maneno matatu yaliyomvunja kabisa. "Linda, twende." Wakaondoka pamoja. Lucy alisimama mlangoni peke yake, akimwangalia mwanamke aliyekuwa amechukua nafasi yake, akiendesha gari na mwanaume aliyemuoa. Hakuwa anajua kwamba kile alichokuwa amepoteza hakikuwa mume wake tu, bali kitu cha thamani zaidi sana. Lucy alikaa peke yake nyumbani kwa siku 3. Hakula. Alilala kwa shida. Alitembea kutoka chumba kimoja hadi kingine kama kivuli. Alimpigia Steven tena na tena. Hakuna jibu. Machozi yake yakakauka, yakawa kimya. Na kimya hicho kikageuka kuwa kizunguzungu. Siku ya 3, Lucy alianguka. Miguu yake ikamwacha. Ulimwengu ukazunguka. Jirani alimkimbiza hospitalini. Mwanga mkali. Mashuka baridi. Sauti za polepole. Kisha daktari akasimama karibu na kitanda chake na kusema kwa upole, "Ulizimia kwa sababu ya uchovu na msongo wa mawazo," alisema. "Hili hutokea mara nyingi katika mimba za mwanzo." Lucy aliganda. "Mimba?" akanong'ona. Daktari akatikisa kichwa. "Una takriban wiki 3, mtoto yuko salama." Lucy akaweka mkono wake unaotetemeka juu ya tumbo lake. Uhai ulikuwa unakuwa ndani yake. Mtoto wa Steven. Na yeye hakujua hata kidogo. Alijaribu kupiga tena. Hakuna jibu. Asiyojua, Steven alikuwa hotelini na Linda. Wakicheka, wakinywa, wakipumzika. Simu yake ilikuwa inalia mfululizo. Hatimaye Linda akaichukua na kuizuia namba ya Lucy. "Kama unataka amani," alisema, "lazima umkatae." Steven alisita, kisha akakubali. Hofu ya Lucy ikaongezeka. Aliwasiliana na marafiki wa Steven na familia yake. Hakuna aliyefahamu alipo. Akili yake ikaanza kuchoka. Hatimaye akaiomba namba ya Linda. Linda akapokea kwa utulivu. Lucy akamweleza kuhusu mimba.
Linda akanyamaza kwa muda mfupi. Kisha akatabasamu kupitia simu. Akamupa Lucy anwani. Hifadhi tulivu ya Ziwa. Steven atakuwepo baadaye, Linda alisema kwa sauti ya utamu. Nenda mapema umshangaze. Lucy akakubali. Hakujua alikuwa anaongozwa kwenye mtego. Usiku uliingia taratibu. Lucy alipofika kwenye hifadhi ya Ziwa, upepo ulikuwa baridi. Miti ilisimama kimya kama walinzi wa siri. Ziwa lilikuwa tulivu sana, tulivu kupita kawaida. Lucy alikaa ndani ya gari lake kwa dakika kadhaa, akijaribu kupumua. Moyo wake ulimwambia arudi nyumbani, lakini tumbo lake na mtoto aliyekuwa akibeba ulimlazimisha aendelee. Alipofungua mlango wa gari, alimwona Linda akisimama karibu na maji, akipunga mkono kwa tabasamu tulivu sana. Steven yuko upande ule wa pili wa ziwa, Linda alisema kwa sauti nyepesi. Alifika mapema kuliko tulivyotarajia. Lucy alisimama. Ulisema nitamkuta kabla hajafika, Lucy alisema kwa sauti ya hofu iliyojificha. Linda akavuta pumzi. Simu yangu imezimika. Njia pekee ni kutumia mtumbwi. Lucy alitazama maji. Kila hisia ndani yake ilisema hii si sawa, lakini alikuwa amechoka. Alikuwa na hofu, alikuwa na tumaini la mwisho. Wakapanda mtumbwi. Maji yakaanza kusogea polepole chini ya makasia. Katikati ya ziwa, Linda aliacha kupiga makasia. Akamgeukia Lucy na kusema kwa sauti tulivu, "Unajua Steven ananipenda, sivyo?" Lucy alicheka kwa mshangao. "Amechagua kunioa." Linda akatikisa kichwa. "Alikuoa kwa sababu wewe ni rahisi, mnyenyekevu, anayeweza kudhibitiwa. Lakini mimi ndiye anayemtaka." Lucy alihisi kitu kikivunjika ndani ya kifua chake. "Basi kwa nini hakukuoa?" Lucy aliuliza kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka. Linda alitabasamu, tabasamu lisilo na joto. "Kwa sababu anajua usingevumilia nusu ya yale unayovumilia." Kisha Linda akasema maneno yaliyomgonga Lucy kama radi. "Steven hayupo hapa." Lucy alishika pumzi. "Nilidanganya," Linda akasema kwa utulivu. "Nilitaka uje usikie ukweli kabla haijaisha." Lucy alijaribu kusimama ndani ya mtumbwi. "Ulinileta hapa kwa makusudi?" alinongona. Linda akasogea karibu zaidi. "Nilichukua kilichokuwa changu." Mvutano ukaongezeka. Maneno yakageuka kuwa msukosuko wa hisia. Mtumbwi ukatetemeka, kisha ukapinduka. Maji baridi yakamfunika Lucy. Alihisi hofu ikipanda. Alihisi mikono yake ikichoka. Alihisi tumbo lake likijaa uzito wa hofu. Katika mbali, taa za gari zilionekana. Steven alifika. Lucy alipiga kelele kwa nguvu zake za mwisho. "Steven!" Kwa sekunde moja, Lucy alihisi tumaini. Lakini Steven alimkimbilia Linda kwanza. Akamshika, akamvuta ufukoni. Lucy akabaki ndani ya maji akipigania pumzi. Ndipo giza likamfunika macho yake. Lucy alipozinduka, alikuwa chini ya mwanga mkali wa hospitali. Kichwa chake kilikuwa kizito. Moyo wake ulikuwa mtupu. Alimuona daktari akiwa amesimama karibu na kitanda chake. "Uko salama?" alisema kwa sauti ya polepole. "Lakini tumepoteza mtoto." Maneno yale hayakuwa sauti. Yalikuwa mapigo ya mawe moyoni mwake. Lucy hakulia, hakupiga kelele. Aliangalia juu kama mtu aliyepoteza sauti ya roho yake. Steven alikuja baadaye. Uso wake ulikuwa umevunjika. Macho yake yalijaa hatia. "Lucy, samahani," alisema. "Nilifikiri ulikuwa unasema hivyo ili nirudi tu." Lucy alimgeukia pole. "Sasa umeniamua kuniamini," alisema kwa sauti isiyo na hisia. "Lakini umechelewa." Kisha alisema maneno yaliyomvunja kabisa. "Tunaachana." Baada ya hospitali, Lucy alihamia hotelini. Alikaa peke yake. Akalilia mtoto wake kimya kimya. Akaomboleza si tu mtoto aliyepotea,
bali pia mwanamke aliyekuwa ndani ya ndoa hiyo. Talaka ilikuja kimya kimya. Hakukuwa na drama, kulikuwa na nyaraka, saini, uamuzi na mwisho. Miaka ilipita. Lucy alibadilika. Alikuwa jasiri, alijifunza kusema hapana. Alijifunza kujipenda. Aliunda shirika la kusaidia wanawake waliopoteza mimba, mahali pa uponyaji bila aibu. Usiku mmoja kwenye hafla ya hisani, Lucy alimuona Steven. Macho yao yalikutana, lakini Lucy hakuhisi kitu. Hakuna maumivu, hakuna hasira. Steven alimuona mwanamke aliyempoteza milele. Lucy alimuona ukurasa aliyoufunga. Akageuka, akaondoka. Na hapo ndipo Steven alipovunjika kabisa. Kama hadithi hii imekubamba, tafadhali support channel yetu kwa kulike na kusubscribe. Tafadhali.